Hii ni Icon TV na mimi ni Elia Msike. Leo tumepata wasaa mzuri wa kutembelea ofisini kwa Sheikh Ponda na tutazungumza mengi sana ambayo yanahusiana na maisha yake binafsi, hali ya nchi kwa ujumla, lakini pia pamoja na mambo mengine mbalimbali. Sawa, je, ni sahihi kwa vyama vya siasa kuingia kwenye maridhiano? Na mara nyingi imekuwa ikishuhudiwa kule visiwani Zanzibar, wamekuwa ni kama wepesi hivi ukitofautisha na hapa Tanganyika. Hii lugha, unajua kuna lugha kidogo inaleta ukakasi. Kuna lugha inaitwa maridhiano. Kiswahili maana kusema maridhiano ni kama vile utafikiri mnataka kusameheana hivi, mnataka kusameheana na nini na nini. Sasa kuna ugomvi gani mpaka mtaka kusameheana? Kwa sababu nchi inaendeshwa kwa mujibu wa sheria. Nchi inaendeshwa kwa mujibu wa sheria, inaendeshwa, kuna kanuni na sheria zake. Pale ambapo mtu alipokosea, basi sheria itachukua mkondo wake na kadhalika. Mimi ninachoweza kusema ni mazungumzo ambayo tunaweza kusema kwamba tunazungumza, yani kufika mahala tukarekebishana na tukaona kwamba kuna mambo ambayo ni ya msingi ambayo sheria imeyazungumza, labda pengine hayasimamiwi sawa sawa. Kwa hivyo tukaona kwamba turudi katika mambo ya msingi ili tuweze kwenda vile ambavyo tunavyokubaliana. Kwa hivyo mazungumzo yote ya kuweza kukosoana, kuweza kurekebishana na kurejeshana katika msingi, haya ni mazungumzo ya msingi sana. Kwa mfano mimi nimefuatilia yale maridhiano, hayo mazungumzo yanaendelea kule Zanzibar, ambapo nimeona yamesimamia mambo ya msingi sana. Kwa mfano wanazungumzia swala la katiba, mabadiliko ya katiba ya Zanzibar. Hili ni swala ambalo lilizungumzwa katika vikao vya Baraza la Wawakilishi kwa muda mrefu, lakini utekelezaji ulikuwa ni mgumu sana. Kwa hivyo leo hii wamekaa kwenye vile vikao, wanazungumza namna kutekeleza yale ambayo yashakubaliwa huko nyuma. Kwa hivyo haya ni mazungumzo mazuri sana. Lakini pia swala la kwamba serikali ya umoja wa kitaifa, unapozungumza serikali ya umoja wa kitaifa, maana yake haiwezi kuwa kwenye eneo dogo, isipokuwa inakuwa kwenye eneo lote la kitaifa. Maana yake wanazungumza juu ya swala hili kwamba serikali haikutakiwa iwe ndogo kiasi hiki, ilitakiwa ipana katika namna ambayo vinavyotakiwa, na ni mmoja katika makubaliano yaliyofanyika huko nyuma. Kwa hivyo wanajaribu kurekebishana ili kurudi katika yale makubaliano ya huko nyuma. Lakini kuna swala zima la tume, kwamba lazima iwe tume huru, kwa maana kwamba yani Wazanzibari wote wamehusika katika maandalizi ya ile tume, ni chombo cha maamuzi. Kwa hivyo leo wanakubaliana kwamba tuweze kurekebisha au kukiunda kile chombo kwa pamoja, yani isiwe ni kundi moja tu la chama kimoja, isipokuwa vyama vyote viweze kukaa kurekebishana. Lakini kuna watu walipoteza haki zao vile vile katika uchaguzi uliopita. Kwa hivyo wanarudishana kwenye sheria kwamba hawa haki zao warejesha mambo ya msingi ya kisheria ambayo ilitakiwa yasimamiwe na serikali, lakini serikali ikawa haisimamii. Mazungumzo kama haya yanakubalika mahali popote pale. Na mimi siwezi kusema kama ni maridhiano. Mimi nasema kwamba haya ni mazungumzo ya kuweza kuimarisha ile misingi ambayo inaweza kuimarisha demokrasia. Kwa hiyo ni mazungumzo ambayo tunaweza kusema ni mazungumzo mazuri na yalitakiwa yafanyike kwa upana wake. Kwa maana kwamba huku bara pia yalitakiwa yafanyike mazungumzo yanayofanana, kwa sababu pia kuna swala la katiba ambayo tunaweza kusema ni Jamhuri ya Muungano, ambalo muda mrefu sana limekuwa lina sita au linakwama au linakwamishwa. Ni wakati mwafaka wa kuweza kuweka misingi mizuri ili swala hili liweze kumalizika ndani ya muda mzuri, kwa sababu kimsingi matatizo mengi ambayo yanatokea sasa hivi katika medani ya siasa yanatokana na kukosekana kwa katiba ambayo tayari wananchi walikuwa wameshatoa maoni yao. Yale maoni yalikuwa yana maeneo muhimu sana yanayojadili au yanaleta ufumbuzi katika haya yanayoendelea sasa hivi. Kukosekana kwake kunaleta hizo athari pamoja na matokeo haya ya Oktoba, kama kwa mfano yale matokeo yalitokea Oktoba 29. Kwa hivyo mazungumzo yale ni mazuri.